Mgombea uraisi kupitia chama cha Alliance for Democratic Change yani ADC, ndugu Hamadi Rashidi wakati ananadi sera zake katika mkutano wa hadhara uliofanyika katika kijiji cha Kigunda, jimbo la Nungwi, mkoa wa Kaskazini Unguja, bwana mgombea alitoa ahadi moja ambayo watu wengi imewachekesha, lakini pia imewaacha mdomo wazi. Sasa mgombea urais wa Zanzibar kupitia chama cha Alliance yani ADC, Hamadi Rashidi Mohamed ameahidi kuwa endapo atachaguliwa ndani ya siku 100 za kwanza atatekeleza mpango wa kusaidia wanawake wasioolewa kupata wanaume. Pia ameahidi ndani ya kipindi hicho cha siku 100 atatekeleza mpango wa kuwatafutia wenza watu wenye ulemavu ambao hawajaoa wala kuolewa. Amesema kwa sasa watu wenye mahitaji maalum wengi hawana wanaume, hivyo atahakikisha kila mmoja anapewa mume wa kumuoa. Hayo ameyasema leo, alikuwa amezungumza kwenye mkutano wake ambao ulikuwa umefanyika siku ya jana Oktoba 4, 2025, katika mkutano wa kampeni uliofanyika kijiji cha Kigunda, jimbo la Nungwi, mkoa wa Kaskazini Unguja. Wananchi, anasema, mkinichagua wanawake ambao hawana waume nitawaozesha wote na watu wenye mahitaji maalum ili wawe na utulivu, amesema Hamadi kwenye hotuba yake. Pia amesema watu wenye mahitaji maalum atawekea bajeti yao kwa lengo la kuwawezesha kiuchumi na kujiendeleza kimaisha, kwani wanapitia changamoto mbalimbali kutokana na hali zao. Amesema katika serikali yake itapambania kuwapa wanaume wanawake wa kuoa kwa lengo la kuondosha uhalifu ndani ya jamii, kwa sababu vijana wanajiingiza katika makundi yao kutafutia chakula familia zao. Huwezi kuondoa umaskini bila ya kuwa na elimu bora, ndio maana wanahitaji kuwatengeneza walimu mazingira mazuri ya kutoa elimu itakayokidhi haja kwa wananchi na wanafunzi wafanye kazi za staa baada ya kumaliza vyuo vikuu. Alikuwa ameendelea kusema, anasema hilo linawasaidia wananchi na vijana kwa wabunifu na wenye uwezo wa kufanya tafiti juu ya kazi ambazo wanahitaji kuzifanya. Hamadi amefafanua kuwa hakuna sababu ya wananchi wa Zanzibar kuwa na umaskini kutokana na rasilimali zilizopo nchini, lakini kukithiri kwa rushwa imechangia kwa kiasi kikubwa kuwepo kwa umasika. Sababu na hilo, amesema serikali hiyo itazuia mfumuko wa bei kwa kuweka bei elekezi na sio wakati huu kila mmoja kuuza kwa mujibu anavyojipangia yeye mwenyewe. Nadhani hili ni moja ya habari ambayo kwa kweli inabakisha maswali mengi sana. Mgombea mwakilishi wa jimbo hilo Chimoriu Makame amesema endapo atachaguliwa pia atahakikisha walimu wa madrasa wanalipwa mishahara kama ilivyo kwa walimu wa shuleni. Nadhani Zanzibar ni moja ya state ambayo imejikita sana kwenye upande wa dini, na ndio maana hata hotuba zao ambazo nyingi wanazitoa zinahubiri sana kwenye kujenga jamii sambamba na familia bora.